Hujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na wananchi wa kijiji cha Kibao wapongezwa kulinda miundombinu ya umeme. Umekuwa champion wa kuweza kutangaza na kuweza kuwa mlinzi mzuri wa miundombinu ya shirika. Vijana waaswa kutumia fursa ya akili unde. Tunaombeni tuwatume kusoma, lakini kusoma isiwe tu ya GPA, kusoma iwe pia ya SIDO za kule mkaziangalie, si ndio jamani? Na katika michezo, mashindano ya vijana wa nchi za Afrika Mashariki kufanyika Morogoro. Sasa ukubwa na umuhimu wa FEASA 2026. FEASA ni mashindano makubwa wa ukanda wa Afrika Mashariki ambayo yamelenga kukuza vipaji vya vijana wetu katika michezo ya makundi yote, wakiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku ya leo. Tutakao kusomea, jina langu ni Emmanuel Manonga na mwenzangu mimi ni Beldina Majinge. Karibu tuwe sote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Na tukianzia mkoani Iringa, meneja wa TANESCO wilaya ya Mafinga, mhandisi Modesti Maururu, amepongeza juhudi za viongozi katika kijiji cha Kibao katika wilaya ya Mufindi kwa kuhamasisha jamii kulinda miundombinu ya umeme, hatua ambayo imeelezwa kusaidia kupunguza matukio ya uharibifu wa miundombinu hiyo na kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma ya umeme kwa uhakika. Akizungumza na Matukio Daima Media, meneja huyo amempongeza mwenyekiti wa kijiji hicho cha Kibao, David Luvanda, kwa kushirikiana na viongozi wengine katika kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kulinda miundombinu ya umeme. Nikushukuru sana kwa kila ambacho tulikubaliana na kila ambacho tulifanya mikutano na viongozi wote wa vijiji ambazo ni vya Kibao, Mtwango na Mpanga na vingine vya vijiji jirani. Umekuwa champion wa kuweza kutangaza na kuweza kuwa mlinzi mzuri wa miundombinu ya shirika. Amina, tulifurahi na tulielewa vizuri. Na kwa sasa hivi tunaona kweli kuna matokeo ni mazuri. Kiuhalisia swala la wizi wa miundombinu imeanza kupungua kwa kiasi fulani, imeanza kupungua kulinganisha na kipindi ambacho tulikuwa hatujafanya awareness. Ndio manager. Kwa hiyo tunawaomba sana waendelee kupambania ili miundombinu iweze kuendelea kuhudumia wananchi na serikali iweze kuendelea kuhudumia wananchi wote kwa kupata huduma ya umeme. Mimi na uendelee kuwatangazia wananchi yoyote yule ambaye ataweza kupenyezea taarifa nzuri ambazo ni za kuona mhalifu zikiwa ni sahihi. Shirika limeandaa kama motivation. Kwa hiyo tuendelee kusambaza ujumbe huu kwa wananchi wetu, waendelee kulinda miundombinu, lakini yule ambaye ataweza kumbaini akawa na udhibitisho sahihi wenye yes, shirika liko tayari kuweza kumlinda kwanza kwa hawezi kumtangaza, lakini bado linamwandalia zawadi nono kwa ajili ya taarifa hiyo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kibao David Luvanda amesema uongozi umeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu madhara ya uchomaji moto holela, hasa wakati wa kiangazi ambapo moto unaweza kusambaa kwa kasi na kufikia maeneo yenye miundombinu ya umeme. Tumeruhusu moto kwa wiki mara mbili ili tuone moshi kwa ajili ya usalama, kwamba tukiona tu moshi matuma watu wetu wanaenda, tunashinikiza basi tumejiunda kamati linashughulika na moshi, tukitokea wanaenda au wanapiga simu kwa mwenyekiti. Mwenyekiti, kuna sehemu moja unachoma moto, unaona moshi, huyo mtu ana kibali, labda unaelewa maeneo fulani kwamba kuna moto, kama ana kibali tunaruhusu kwamba kweli watu wameenda wa kutosha, kuna kibali. Lakini hamna, basi wanaenda mara moja, wanaenda kuangalia, wakiona usalama upo wanapiga simu, mwenyekiti au mtendaji, jamani tunaona ni salama. Lakini nawaambia tuitie huyo mtu aje, maana yake mtendaji akiniambia hajaje kupata kibali, anaitwa yule mtu aulizwe, kwa nini ulichoma moto Jumanne? Tumekubaliana Jumanne na Ijumaa, basi kwa wiki ni mara mbili kwa wiki. Kwa hiyo nayo yote tulihangaika kwa ajili ya usalama, ili kwamba inatokea moshi
kubaini haraka mapema ili kuto kuharibu vitu vya watu, mali za watu, kwa mfano miti, miundombinu kama ile ya umeme na baadhi ya mali za watu wengine ambazo zisiweze kuharibika. Naam, asante kwa taarifa yako kutoka mkoani Iringa. Na vijana wanaopata fursa ya kwenda kusoma nje ya nchi wametakiwa kutumia nafasi hiyo pia kusoma masomo kuhusu akili unde, kwani kwa sasa dunia inaelekea huko. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa Global Education Link Abdul Malik Molel wakati wa kukabidhi nyaraka mbalimbali za kujiunga na vyuo nje ya nchi, ambapo katika tukio hilo wanafunzi 387 wameondoka kwenda kusoma nchini China na India. Huyo ndio IBM, yuko ndani ya chuo chako. Unamtumiaje wewe? Unamtumiaje? Ili na sisi siku moja tulete hizi center huku. Unaingia wewe ni mwanafunzi kweli wa business. Kwani nani kakwambia mwanafunzi wa business yaendi kuangalia mambo ya engineering? Si ndio uje uyafanyiage biashara, si ndio? Si uende kwenye workshop ya engineering ukakute wanatengeneza vibajaji, ukakute wanatengeneza pikipiki ndani ya chuo kikuu. Si wanatengeneza? Nani kakwambia tu unaenda kusoma business administration? Kwani business administration mwisho wa siku sinatakiwa kuwe kuna product ya kuuza? Sinatakiwa una product ya kumanage? So how you do manage? Haya mambo ya biology. Mambo ya biology ndio ya biashara. Ndio jamii huku wanataka mambo ya medical equipment, si ndio? Si uende ukaangalie. Tunaombeni tuwatume kusoma, lakini kusoma isiwe tu ya GPA, kusoma iwe pia ya SIDO za kule mkaziangalie. Si ndio jamani? Kuliko tu unatumia muda wako, twende bwana klabu. Kufanya nini? Klabu haikupi mashine. Jina langu naitwa Wachuda Kenneth Milinga, nimemaliza St. Mary's Mazende Juu form 5 na form 6 miaka miwili. Baada ya kumaliza form 6 kiukweli nilipata changamoto ya kutafuta agent wa kwenda kusoma nje, kwa sababu it has been my dream kwenda kusoma nchi za wenzetu, nijue experience, nijue new skills na nijue vipi naweza nika innovate vitu kutoka kwao kuja huku. Lakini mara ya kwanza wakati tuliyempata alikuwa kidogo yumbisha katika kuchagua kozi zangu, kwa sababu waliniambia kwamba kuna shida, kwamba umechelewa, tubadilishe kozi. Yani walikuwa wanaenda kwenye malengo mengine, ambapo wazazi wangu wakasema hapana, tafuta kitu kingine, yani ustick na kozi hiyo hiyo unayoitaka. Kwa hiyo ilitufanya tufikiri sana. Kwa hiyo tukakaa tukapata Global Education Link, tukapata agent mzuri sana, amekuwa na sisi kuanzia mwanzo wa safari mpaka sasa na mpaka hadi nitapomaliza masomo yangu. Nikastick na kozi yangu, wakanipa vyuo, wakanipa kila kitu. Tukawa tunaenda step by step, pale tunaposhindwa hatuelewi anatuelekeza. They're very supportive, they're very nice. Wako vizuri sana, wanasikiliza 24 hours, ukiwapigia, ukiomba msaada wapo just there for you. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo. Na mwandaaji wa sherehe maarufu mjini Iringa Edward Mwita amesema wageni wote wanaotarajia kupata huduma kutoka hoteli ya Golden Glow watapewa usafiri bure, ikiwa ni sehemu ya huduma inayopatikana katika hoteli hiyo. Tupate taarifa zaidi. Event planner. Okay. Ukiwa una jambo lako ninaweza kukudesignia na kukuambia jambo hili litagharimu kiasi fulani. Jambo hili ili likae vizuri tunatakiwa tuweke 1, 2, 3. Hivi vingine tuviondoe, hivi vingine tuviweke. Kwa hiyo ndio shughuli ninazozifanya tofauti na shughuli zingine binafsi ninazokuwa nafanya. Kwa hiyo Ernest ambaye ni mkurugenzi wa Golden Glow Hotel, mimi nimempokea kwenye industry ya biashara. Kwa hiyo ananiheshimu kama alivyozungumza pale siku zile. Kwamba mimi na yeye siku moja tu tunawasiliana, tunaweza kuweka sawa. Aliniambia nimetengeneza hoteli kwa gharama kubwa. Kwa hiyo nataka hata kuizindua tuizindue vizuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo tulishauriana naye. Mfano, kwenye hoteli yetu kuna huduma ya bure kabisa ya usafiri. Wewe ukifika tu sehemu unapiga tu simu sisi, usafiri unakufika. Lakini la hasha, tukasema hapana. Sio tu unafua usafiri. Vyumba vyenyewe tumeweka gharama ya kawaida kabisa ambayo inaendana na baadhi ya lodging hapa mjini. Gharama yetu sisi vyumba vinaanzia 60,000. Na kingine ambacho tunaweza kuzungumzia kwenye hoteli yetu, tumetaka na mji wa Isakalilo ubadilike.
Kwa maana nyingine kwamba mji wa Itakalilo sasa watu wataanza kufikiria kujenga lodge, na ni barabara kuu ya kuelekea Ruaha National Park. Kwa hiyo watalii wanapokuwa wanapita wanaweza kaamua kupumzika huko moja kwa moja, wakijua kwamba wakitoka Ruaha anapumzika hapa kwenye Golden Hotel. Sisi tunawaambia wafiki, sisi tuna huduma nzuri, huduma ya ulinzi, wahudumu ambao ni wabobezi kwenye hoteli, usafiri upo ambao ni wa bure. Ukipiga simu tu sisi tunakufuata ndani. Vyumba vyetu, nafikiri ndugu mwandishi umefika, umeingia ndani. Msimu wa baridi kuna inverter tumeweka, unapata joto. Vyumba vyote ni self contained. Vyumba vyetu kuna vina full AC. Nikisema ni hoteli yenye hadhi, ni kweli yenye hadhi. Shukrani sana kwa taarifa kutoka mkoani Iringa. Na wanafunzi wapatao 6800 kutoka katika nchi Jumuiya ya Afrika Mashariki wa shule za msingi na sekondari ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda wanatarajia kushiriki mashindano ya michezo mbalimbali mkoani Morogoro. Akitoa taarifa ya mashindano hayo, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema mashindano hayo yanaanza Agosti 12 ambapo uzinduzi rasmi wa mashindano hayo utafanyika Agosti 16 mwaka huu, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Jumuiya ya Afrika Mashariki, Federation of East African Schools Sports Association FEASA 2026 ambayo kwa mwaka huu yanafanyika nchini Tanzania, lakini kwa heshima kubwa yanafanyika katika mkoa wa Morogoro ndani ya manispaa ya Morogoro. Mashindano haya yanafanyika kwa mara 23 sasa tangu yalipoanzishwa na kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa mara ya 5 yanafanyika Tanzania, lakini mara ya kwanza ndani ya mkoa wa Morogoro. Ndugu zangu, mashindano haya yanatarajiwa kuanza tarehe 12 Agosti kwa maana ya na hadi tarehe 23 Agosti 2026, na yanahusisha wanafunzi kutoka nchi za Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Sasa ukubwa na umuhimu wa FEASA 2026. FEASA ni mashindano makubwa wa ukanda wa Afrika Mashariki ambayo yamelenga kukuza vipaji vya vijana wetu katika michezo ya makundi yote, wakiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hili ni very important, wanafunzi wenye mahitaji maalum. Aidha, mashindano haya yana nafasi kubwa sana katika kujenga umoja, mshikamano, urafiki, mahusiano mema miongoni mwa mataifa ya nchi yetu, mataifa yanayoshiriki na vijana wetu wa Afrika Mashariki. Katika FEASA 2026 jumla michezo 20 itashindaniwa. 20 different games. 20 different sports. Kwa upande wa shule za sekondari michezo 6, kwa upande wa shule za msingi pamoja na michezo 4 kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Natambua kwamba tukio la ukubwa huu linahitaji maandalizi katika maeneo ya usalama, afya, usafi wa mazingira, usafiri, chakula, malazi na huduma nyingine muhimu. Serikali kupitia mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea kuhakikisha maeneo yote muhimu. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo ya michezo kutoka mkoani Morogoro, ambapo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujahitimisha, tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na wananchi wa kijiji cha Kibao wapongezwa kulinda miundombinu ya umeme. Umekuwa champion wa kuweza kutangaza na kuweza kuwa mlinzi mzuri wa miundombinu ya shirika. Vijana waaswa kutumia fursa ya akili unde. Tunaombeni tuwatume kusoma, lakini kusoma isiwe tu ya GPA, kusoma iwe pia ya SIDO za kule mkaziangalie, si ndio jamani? Na katika michezo, mashindano ya vijana wa nchi za Afrika Mashariki kufanyika Morogoro. Sasa ukubwa na umuhimu wa FEASA 2026. FEASA ni mashindano makubwa wa ukanda wa Afrika Mashariki ambayo yamelenga kukuza vipaji vya vijana wetu katika michezo ya makundi yote, wakiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum.
Shukrani sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka sasa tamati. Tunakusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima. Ulikuwa na mimi Emmanuel Manonga na mwenzangu. Mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762123736 au 0769440834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.